Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunajifunza umuhimu wa misingi katika jengo. Nikakwambia kumbuka, unapokuwa unajengwa kwenye hatima, tulikuwa kwenye kipengele cha hatima kama mnara, destined like a tower. Na kwenye hatima kama mnara nikakwambia moja ya eneo la msingi kwenye hatima ya mtu ambaye anajengwa kama mnara, nikakwambia ni msingi. Nikakwambia kama msingi utakuwa mbovu, basi jengo zima litakuwa bovu, na kama msingi utakuwa imara, jengo zima litakuwa imara. Hatima ya mtu yoyote ili iwe imara inategemea msingi wake. Nitarudia tena, hatima ya mtu yoyote ili iwe imara inategemea msingi wake. Na ndio maana kuna wakati kama jengo litakuwa alipo imara, inabidi tulibomoe kabisa. Tushughulike kwanza na misingi ya jengo. Na nikakwambia kila jengo ambalo linakuwa limejengwa, kuna kipindi cha kupimwa uimara wa jengo. Kuna kipindi cha kupimwa. Mvua zitakuja, dhoruba zitakuja, upepo utapiga. Kitu kinachopimwa cha kwanza sio uzuri wa bati. Kinachopimwa ni uimara wa misingi ya jengo. Maana yake kama kulikuwa na misingi legevu, misingi sio imara, jengo litaanguka. Nikasema kuna watu ambao inawezekana ukaanza biashara alafu ulianza kwa msingi usio imara. Ulianza huduma kwa msingi usio imara. Ulianza ndoa kwa msingi usio imara. Then utakutana baadaye kuna vitu vinakuwa vinatikiswa. Ndoa yako itatikiswa. Kuna msimu tu kwenye maisha ndoa yako itatikiswa. Kuna msimu tu kwenye maisha biashara yako itatikiswa. Kuna msimu tu kwenye maisha vile ambavyo unavifanya vitatikiswa. Na wakati vinatikiswa, moja ya kitu ambacho kinapimwa uimara wake ni msingi. Nikakwambia siku ya jana maana yake nini? Maana yake kama ndoa ilikuwa imeanza kwa msingi imara, biashara imeanza kwa msingi imara, mahusiano yameanza kwa msingi imara, upepo unapopiga, mvua inakuja, dhoruba inapiga, ndoa yako itasimama, huduma yako itasimama, biashara yako itasimama. Kwa nini itasimama? Itasimama kwa sababu imejengwa kwenye misingi imara. Uimara wa jengo unaamuliwa na uimara wa misingi. Chochote kinachojengwa kwenye maisha ili kiwe imara, msingi kwanza ni kitu cha muhimu. Piga kelele, sema msingi kwanza. Sema tena msingi kwanza. Muulize jirani yako, je, una misingi imara? Muulize tena, je, una misingi imara? Mtikise kwa nguvu, mwambie cheki misingi yako. Mwambie tena cheki misingi yako. Na moja ya kitu ambacho unatakiwa kufahamu, uimara wa msingi utaamua jengo litadumu kwa miaka mingapi. Uimara wa msingi utaamua jengo litadumu kwa miaka mingapi. Kwa hiyo utakuta kuna baadhi ya nyumba ni za miezi 6. Na ndio maana mtu anapojenga anasema hii nyumba ni nyumba ya muda mfupi. Na kuna mwingine anajenga nyumba anasema hii nyumba itakaa tu miezi 3 then tutaibomoa. Utakuta kuna mtu anajenga choo anasema hiki choo ni cha dharura, ni cha muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikuoneshe kitu kimoja kitakachokusaidia kwenye neno la Mungu. Amen. Angalia kwenye kitabu cha Isaya 58 mstari wa 11 mpaka 12. Uimara wa jengo unaamua duration, unaamua kipindi gani jengo lako litadumu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Isaya 58:11 mpaka 12. Naye Bwana atakuongoza daima,
ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Huyu ni Bwana. Wakati wa ukame atakunywesha maji, wakati hauna nguvu anakutia nguvu. Nao angalia mstari wa 12. Kwa nini anafanya hayo yote? Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Alafu anasema utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Utainua misingi ya vizazi vingi. Narudia tena, anasema utainua misingi ya vizazi. Sema vizazi vingi, sema vizazi vingi. Maana yake kuna watu wametengenezwa kwenye maisha na Bwana kwa ajili ya kuinua familia. Unisikilize vizuri, kuna watu Mungu amewaweka kwenye familia, ni misingi ya familia. Juu yao kuna watu wanastawi kupitia wao. So hao wamewekwa kuwa misingi ya familia. Kuna watu wamewekwa kuwa misingi ya miji. Kuna watu wamewekwa kuwa misingi ya taifa. So kuna njia ambazo Mungu anawapitisha na anawajenga kama misingi ya taifa, anawajenga kama misingi ya familia, anawajenga kama misingi ya miji. Na ukiingia kwenye hiyo miji, hao watu wanatajwa. Ukiingia kwenye hiyo familia, hao watu wanatajwa. Kwa nini wanatajwa? Kwa sababu wao ni misingi. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Nao kuna watu ambao Mungu anawatengenezaga, ambao wana kazi ya kuinua misingi ya vizazi. Sio kizazi, vizazi. Kizazi kimoja ni sawa na miaka mingapi? Watu wa Mungu, kizazi kimoja ni sawa na miaka mingapi? Punga mkono. Punga mkono kama tunaelewa. Ninaongea watu waliosoma historia wako muda. Amen. Kizazi kimoja ni sawa na miaka mingapi? Na kuna watu ambao Mungu amewaita kwa ajili ya kuinua misingi ya vizazi. Sema vizazi. Sema vizazi. Kuna watu wamezaliwa kwenye familia zao, sio kwa ajili ya familia zao. Kuna watu wamezaliwa kwenye familia zao, sio kwa ajili ya mji au kijiji. Kuna watu wamezaliwa kwenye familia zao kwa ajili ya vizazi. Maana yake juu yao wanapokuwa wamezaliwa, Mungu amewatwika majukumu ya vizazi. Maana yake lifestyle yao inaamua vizazi. Inawezekana vizazi 1000. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Maana yake kuna watu watakuwa na kuchukulia kama reference. Wanasema kama fulani alivyokuwa anaishi. Nyerere ni mmoja ya watu ambao Mungu aliwaweka kwenye taifa kama misingi, kama msingi wa taifa. Na ndio maana kila mmoja akiwa anaongea kuhusiana na taifa, anatoa reference. Anasema kama Mwalimu Nyerere alivyosema, kama Mwalimu Nyerere alivyosema, kama Mwalimu Nyerere. Okay, Nyerere ni nani? Nyerere ni msingi. Kwa hiyo utakuta kutoka mwaka 61 Nyerere amesaidia kupata uhuru kwa Tanganyika. Toka tumepata uhuru, jina la Nyerere liko midomoni mwa watu. Mpaka leo watoto wakienda darasani wanasema kiongozi aliyesababisha Tanganyika kupata uhuru, watu wanasema Nyerere. Maana yake kupitia Nyerere kuna misingi ameshaiweka. Hapo ndani tunakutana na misingi ya ujamaa. Nchi yetu hii ya Tanzania ni nchi ya kijamaa. Aliitengeneza misingi ya kijamaa. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Nyerere alipeleka Tanganyika kuungana na Zanzibar. Ni moja ya msingi ambao ukitaka kurekebisha unabidi urudi kule.
Wangapi wamenielewa ninachoongea? Maana yake nini nazungumza? Maana yake kuna watu Mungu amewaweka kwa ajili ya kutengeneza misingi ya vizazi. Ukija kwenye Injili kuna watu ambao Mungu aliwaweka kama misingi. Utakutana na wakina Moses Kulola. Yeyote anayetaka kuhubiri lazima ajue habari za kina Moses Kulola. Walifanyaje Injili kwenye nchi yetu? Wangapi wanaelewa ninachoongea? Utasikia habari za kina Lazaro, Bishop Lazaro, Bishop Moses Kulola. Hao wote ni watu ambao Mungu amewaweka kama misingi kwenye taifa. Unakutana na watu kama wakina Mwakasege, Mwalimu Mwakasege. Mwalimu Mwakasege sio mtu wa kawaida, ni msingi. Na ndio maana unakuta kila mmoja sasa hivi vijana wanaitwa mwalimu. Mwalimu. Ukiona walimu wote wanaitwa walimu wa neno la Mungu, wote wametoka kwa baba yao Mwalimu Mwakasege hapa Tanzania. Kabla ya hapo huduma ya ualimu, kufundisha neno ilikuwa ithaminiki. Lakini kuna mtu akaja akatengeneza standard ambazo kila mmoja akavutwa akawa mwanafunzi. Nao kwa miaka sasa unaona huduma hii ina nguvu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Ukija kwenye huduma za kitume na kinabii, kuna mtu mmoja anaitwa Bishop Danstan Maboya. Yeye huko Mungu alimweka huko. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Na yeye ni baba wa mitume na manabii. Yeye ndo ameinua kizazi chake cha mitume na manabii. Kwa kabla ya hapo unakuta kina Danstan Maboya, then kuna Apostle Mwingira. Hawa watu Mungu amewatumia kuleta uamsho wa kitume na kinabii Tanzania. Utume na kinabii, okay, kuna uinjilisti, utawakuta wakina Moses Kulola. Uchungaji utakuta Bishop Lazaro na wengine wengi. Walimu, Mwalimu Mwakasege. Hawa watu Mungu amewaweka kama misingi. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Kwa kuna watu ambao Mungu huwa anawaandaa kama misingi ya vizazi vingi. Kama misingi ya vizazi vingi. That's why hawa watu unakuta kuna mapito wanapitishwa, kwa sababu wanapopitishwa wanatengenezwa. Ukitaka msingi uwe wa muda mrefu, linawekwa zege, sementi ya kutosha, unasuka na nondo huko ndani. Kinachotengenezwa ni nini? Msingi. Kuna ndoa ambazo Mungu anataka azitengeneze ziwe ndoa za mfano, miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, miaka 30 ijayo. Watu wao wanatoa reference ya ndoa, wanasema kama ndoa ya Mbembela na Lilian. Now listen, it take strong foundation. Inachukua msingi imara ili kujengwa kwa msingi wa vizazi. Sometimes unawezekana ukawa unaumia sana, unapitia magumu, unasema kwa nini Mungu ananipitisha hapa? Kumbe wewe ni msingi. Juu yako kuna watu wanakuja kujengwa. So shetani na yeye anakuja, anapambana, anajua kabisa kama nikiruhusu huyu mtu afanikiwe, kama nikiruhusu huyu dada afanikiwe, maana yake familia nzima imepona, maana yake ukoo mzima umepona, maana yake Tanzania nzima imepona. Sometimes listen to me, utakutana kwenye music, watu wanaocheza muziki, wanaoimba, kuna watu ambao wanatumika kama msingi wa nyimbo za kizazi kipya. Kama anaelewa ninachoongea? Kila mtu unasikia anasema Diamond Platinum, Alikiba. Nisikilize vizuri. Wale watu wameshape kizazi cha Tanzania na aina fulani ya uimbaji. Maana yake kama wanatumika vibaya, watatumika vibaya kupitisha vitu vibaya. Unanielewa ninachoongea? Kwa sababu nilikuelekeza siku ya jana, ili shape ya jengo inaamriwa na msingi. Narudia tena. Shape ya jengo inaamriwa na msingi. Kuna kizazi fulani kinakuja hapo katikati, kinatokea hapo katikati. Hawa watu wana namna yao ya kufanya mambo, ni tofauti na zamani. Ukisikiliza nyimbo ambazo zinaitwa za kizazi kipya cha sasa hivi, ni tofauti kabisa na nyimbo za miaka 2000, 1998, 99. Tofauti kabisa. Utagundua ya kwamba baada ya kipindi fulani cha mwaka 2010, 11,
13-14 kuna kizazi fulani kametokea, kana namna yao ya kuimba, namna yao ya kuvaa. Zamani walikuwa wanasema watu wanavaa vibaya, ila sasa hivi wanavaa wako uchi. Sio wanavaa vibaya, wako uchi. Yaani hao wametumika na shetani kutengeneza kizazi fulani cha kuvaa uchi. Unanielewa ninachoongea? Najaribu kukupa picha. So sio tena kuimba kawaida. Ni kizazi fulani hivi. Kizazi kimetengenezwa from there. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maandiko yanasema utainua misingi ya vizazi vingi. Ngeukie jirani yako, mwambie wewe, Mungu anakuandaa kuinua misingi ya vizazi, ya vizazi. Mwambie ndugu zako watakutaja wewe kwamba ulisababisha wokovu kwenye familia yenu. Familia yako watakutaja, ndugu zako watakutaja kwamba kupitia wewe utajiri ulianza kwenye familia yenu. Mwambie tena, wewe utabarikiwa sana kiasi kwamba miji yote ya Tanzania italitaja jina lako katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu ambao Tanzania itakuwa inatuimba, inatutaja, inasema mtumishi wa Mungu fulani tokea Dodoma, Bwana alikuwa anamtumia, Bwana alikuwa anafanya. Nao tunajiandaa kwa ajili ya mambo yajayo. Tunaishi kama tutaishi kesho. Tunafanya mambo, listen to me, hata namna ambavyo tunahubiri, hatuhubiri kama haya mahubiri tunakuhubiria wewe. Tunahubiri kama tunahubiria vizazi 10 mbele. Nilikuwa namwambia mke wangu, unajua sometimes nikisimama kanisani nikiwa nahubiri kama nahubiria watu 1,000. Kiasi kwamba baadaye watu watakapokuwa wanakuja kukaa wanasikiliza mafundisho ya neno, yale maneno yao yanapumua kama yametoka kuhubiriwa asubuhi. Watu wakiingia YouTube anasema nono, huyu mtumishi aliwahi kuishi Tanzania. Wao wanaulizana huyu jamaa anapatikana wapi? Nao akaniambia mke wangu leo, anaambia kuna watu miaka ijayo watakuwa wanaenda kwenye YouTube wanatafuta mafundisho yako ya zamani. And it is coming. Why? Kwa sababu kuna namna ambavyo tunaishi sasa hivi, tunafanya mambo sasa hivi, tunafanya kwa ajili ya vizazi vijavyo. Anasema unajua mbona baba huwa anahubiri kwangu kama anahubiria watu wengi? Na niwaambie kweli, hapa naona watu wengi, naona watu wengi. Nimekuwa designed kuinua misingi ya vizazi vingi. Juu yangu kuna wewe, juu yako kuna wengine. Ngeukie jirani yako, mwambie jirani, Bwana amekuandaa kwa ajili ya vizazi vingi. Mwambie tena, Bwana amekuandaa kwa ajili ya vizazi vingi. Na unisikilize kitu kimoja, Paulo alivyokuwa anafundisha, alikuwa anafundisha kama mtu atakayefundisha, anafundisha vizazi vingi. Imagine maneno ya Paulo leo tunasoma waraka wa Paulo kwa Wakorintho, waraka wa Paulo kwa Waefeso. Alifundisha miaka iliyopita 1,200 iliyopita. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Na tukiwa tunasoma kama maneno mapya kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:10. Wakorintho wa kwanza 3:10. Paulo anazungumza, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi. Na Paulo anasema I laid foundation, anasema niliweka msingi. Alafu alikuwa anajua kabisa kwamba kuna watu watakuja juu yake kujenga. So alikuwa determined kwenye namna alivyojenga msingi. Na nisikilize, leo hii kila mtu anasoma nyaraka za Paulo. Imagine kama Paulo angekuwa anafundisha mafundisho ya mashetani, maana yake dunia yote leo hii ingekuwa corrupted. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maana yake leo hii nchi zote ambazo zinasoma Biblia, nchi zote ambazo zinaitwa nchi za Kikristo, nchi zote ambazo zinaamini katika neno la Mungu, wote tungekuwa kama mashetani, mazombi. Kama angekuwa anasema tuwe tunatoa kafara za watu, maana yake sasa hivi watu wangekuwa wanatoa kafara za watu balaa. Kama Paulo angesema muwe mnachinja mtoto wa kwanza, maana yake watu wote tungekuwa tunachinja watoto wa kwanza. Yaani mtu anazaa mtoto
miezi 9, akishazaa anachinja. Si kuna mtu ameweka msingi? Wakapa neno ninachoongea. Na ndio maana kuna vitu ambavyo vinatesa familia, ni misingi ambayo babu alianzisha. Kuna vitu ambavyo vinatesa ndoa, ni misingi ambayo mlianza nayo kabla ya ndoa. Kuna vitu vinatesa kwenye biashara yako, ni kwa sababu ya misingi mibaya ambayo ilianza wakati unaanza biashara. That's why lazima uwe makini wakati una lay foundation ya kitu chochote. Lazima uwe makini, kwa sababu wakati unajenga, jua kabisa kuna watu wanakuja juu yako. Kuna mtoto wako atakuangalia namna unavyoishi. Kuna watoto wako, kuna ndugu zako, kuna jamaa zako watakuangalia unavyoishi. Umeokoka, angalia unavyoishi, angalia anavyosema hapo. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, na aliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Kama mkuu wa wajenzi anaweka msingi. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kama mkuu wa wajenzi aliweka nini? Aliweka msingi, alafu watu wakaja kujenga juu yake. Na kupitia Paulo Mungu ameinua misingi ya vizazi vingi. Paulo alikuwa ni msingi wa vizazi. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe ni msingi wa vizazi vingi. Mwambie wewe ni msingi wa vizazi vingi. Muulize, unavyotumia pesa, unatumia pesa kama msingi wa vizazi? Mwambie kuna watu ambao watanufaika na pesa unayoitafuta. Muulize, kuna ndugu zako ambao watanufaika na utajiri unaopata? Mwambie kuna watoto wako watapata utajiri kutoka kwako. Na ndio maana maandiko yanasema mali na utajiri ni vitu mtu anavyovipata kutoka kwa baba. Kwa sababu baba ni nani? Baba ni msingi. Maana yake nini? Ninapofanya biashara kama baba, na muandalia mtoto wangu utajiri. Mtoto wangu hatakiwi kuja kuteseka. Mimi ni msingi. Ninapofanya biashara, nafanya biashara kama msingi. Ninapoijenga ndoa yangu, ninavyompenda mke wangu, nampenda mke wangu sio tu kwa ajili yangu, nampenda mke wangu pia kwa ajili ya Precious. Precious akiangalia namna mimi na mama yake tunavyopendana, anasema na mimi nataka ndoa kama ya baba. Maana yake kesho Precious atakuwa na ndoa nzuri, kwa sababu kuna mahali alienda, aliona, akasema baba alikuwa anaishi hivi na mimi nitaishi kama baba. Mama alikuwa anaishi hivi na mimi nitakuwa naishi kama mama. So Precious ana msingi wa kujenga ndoa yake. Na huo msingi ni nani? Msingi ni baba. Kuna maisha unaishi, hayo maisha unayoishi ni msingi. Ni msingi wa watoto wako. Na ndio maana ukikutana na watoto ambao wanapiga wake zao leo, wakina baba wanaopiga wake zao leo, hao wakina baba wana historia ya wazazi wao kugombana. Wengi wana historia ya wazazi wao kugombana. Kawaulize maswali, atasema baba nilikuwa naona anapompiga mama, na mimi nikafikiri ya kwamba ni kawaida. Au atakwambia baba aliwahi kuachana na mama, na ndio maana hata mimi siogopi. Unakuta baba ameacha mke wa kwanza, ameacha mke wa pili, ameacha mke wa tatu. Ukiangalia wasanii wote wa Tanzania wanaigana. Tena wanapigiana simu. Mke wako anazingua bwana. Achana naye bwana, asikupotezee muda. Achana naye. Anaacha. Unakuta msanii ameoa mara 3, mara 4, mara 5, mara 6. Anaoa tu kila mwaka, anaoa tu. Watu wanafikiri ni kitu cha kawaida. Yule mtu anajenga msingi. Anajenga nini? Hatutashangaa hata mwakani akimwacha mke aliyemuoa. Maandiko yanasema utainua misingi ya vizazi. Shetani ana watu wake ambao amewajenga kama misingi kwenye nchi, na Yesu ana watu wake ambao amewaweka kama misingi. Sema mimi nitakuwa ni mali ya Bwana, nitaweka misingi ambayo vizazi vitajifunza kwangu. Sema tena, nitaweka misingi ambayo vizazi vitajifunza kwangu. Nao nisikilize vizuri sana. Mtu yoyote mwenye hatima kama mnara, nilikwambia mnara ni mrefu, na kwa sababu mnara ni mrefu, basi msingi wake huo unaenda chini sana. Now listen to me careful. Kwa sababu mnara ni mrefu, msingi wake unaenda chini. Wewe Mungu amekudesign kama mnara.
Bwana ni kama mlima wa Sayuni, hawatatikisika, nao wakaa milele. Nao kwa tafsiri rahisi, sisi tunaendaga juu, na kwa sababu tunaendaga juu lazima tuwe na misingi imara. Ndoa yako Mungu anakusudia iende juu. Ngeukie jirani yako, mwambie Mungu anakusudia ndoa yako isivunjike hata siku moja. Kicheko kiwe kila siku, honeymoon iwe kila siku, mapenzi yawe kila siku, furaha iwe kila siku. Kusiwe na kusuasua na kubadilika, kusiwe na mudi katika jina la Yesu. Nisikilize vizuri, na ndio maana ndoa za Kikristo haziendeshwi na mudi, zinaendeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Mungu anakusudia ndoa za Kikristo ziende muda mrefu. Kwa hiyo hatuongozwi tena na hisia kwamba najisikia kufurahi, leo sijisikii. Ukiona mume wako anakwambia leo sijisikii, leo ni siku ya kununa, anapita sebuleni kama robot. Unajua gani hapo? Umeolewa na mtu aliyeokoka, huko ndani kuna pepo pia. Mke anasema mimi leo sina mudi. Achana na lugha za kusema sina mudi. Maandiko nasema waongozwao na Roho, hao ndio wana wa Mungu, sio waongozwao na mudi. Kwa nini uli sina mudi? Kwa nini ucheki? Sina mudi. That's why unakuta kila siku kuna migogoro. Siku mume wako ametoka kazini ana furaha, anacheka, wewe una mudi. Mume wako ametoka huko, oh baby how are you, mama anaendaje bwana, uko sawa? Wewe shida gani? Unamnunia nani? Baadaye anakuzodoa kibao. Ila tatizo lilianzia wapi? Kwenye mudi. Badilisha msingi wa mudi. Narudia tena, badilisha msingi wa mudi. Usiruhusu mudi zikuongoze. Wangapi mnaelewa ninachoongea? Kuna watu mmepoteza baraka zenu kwa sababu ya mudi. Kuna watu mmepoteza marafiki. Siku moja Mungu anataka kukutanisha na rafiki, na kitu pekee ambacho angehitaji ni tabasamu lako, ila kwa sababu una misingi ya mudi. Mimi nikiwa kwenye siku zangu tu kununa. Okay, so huo ndio kweli. Acheki akiwa kwenye siku zake, mwanamke acheki, na wakati yuko kwenye siku zake, kwenye hizo siku zake ndio mtu anatakiwa kukutana na mume wake. Mume wake huyu ambaye Mungu amemkusudia, ilibidi akutane naye, atabasamu tu. Vipi kaka Eliud? Hey, kaka Eliud, wow, Bwana Yesu asifiwe. Basi kaka Eliud anarudi nyumbani, anamtafakari tu, jamani, dada Kathy. Kichwani limebaki hilo tu, ile tabasamu. Lakini ulikuwa kwenye siku zako. Usiruhusu siku zako zibadilishe mudi yako. Imagine siku 4 zote, siku 5 umeshapitwa na baraka zako kwa sababu ya mudi. Umenuna kama robot. Unaenda kazini umenuna. Promotion itakiwa uipate siku hiyo, boss amekutana na wewe ndio umenuna. Habari ya asubuhi. Salamu. Unasema kaka dunia. Alafu siku hiyo alikusudia akwambie kwamba kuanzia leo nakupandisha mshahara. Anaahirisha. Tena kesho anasema ngoja labda leo. Anakuta tena huko vile vile. Kesho kutwa tena huko vile vile. Anaahirisha mazuri yote. Baadaye anasema ngoja nimpe basi fulani. Siku ambapo unarudi unajikomba unakuta bosi naye mudi yake tayari na yeye imeshakuja. Hajisikii tena kuongea na wewe. Yuko busy, ameshampa hiyo kazi mtu mwingine. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Futa misingi isiyoeleweka. Futa. Roho Mtakatifu kaa ndani yangu. Nijaze tunda la Roho. Unalijua tunda la Roho? Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. So tunda la Roho alitokei wakati unapojisikia. Tunda la Roho lipo ndani yako. Wangapi wananielewa ninachoongea? Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Mungu anatazamia kuna mtu hapa atokee baadaye awe msingi wa vizazi vingi. Lakini badilisha lifestyle yako. Badilisha lifestyle yako. Badilisha namna unavyoongea na watu. Badilisha namna unavyohusiana na watu. Unajua kabisa mimi, kupitia mimi nataka watoto wangu wawe na network. Imagine unavyohusiana na watu ndio inaamua hata mtoto wako ahusiane na watu kwa namna gani. Akikuta mama au baba ana connection za kutosha, mtoto unakuta tayari umaarufu uko hapa. Unajua kwa nini wewe sio maarufu? Hata mama yako na baba yako sio maarufu. Kwani uongo?
wakiposti wanasema huyu ni nani? Hakuna anayekujua. Angalia vitoto vya watu maarufu vikipostiwa tu, kila mtu jamani amekuwa sasa hivi, jamani. Akisema mtoto wangu anahitaji kazi, kila mtu anasema no, njoo tufanye naye kazi, njoo tufanye naye kazi, njoo. Akiwa na changamoto, kila mtu anasema huyo nitamtibu mimi, huyo nitamsaidia mimi, huyo nitafanya hivi. Umeikuona kwa mfano mtoto wa mtu maskini tu akafa kule, anakaa huko mtaani. Umeikuona kuna mtu yote maarufu akasema mimi nitamsomesha, ila watu wote wanaenda kujitokeza kujidai kuwasomesha watoto wa watu maarufu ili wapate na wenyewe sifa na jina. Unanielewa ninachoongea? Maskini akipatwa changamoto, basi imeisha hiyo. Sema haitakuwa kwangu. Sema tena haitakuwa kwangu. Ifike level, kuna wakati ukikaa chini unasema Bwana niinue na mimi, at least familia yangu watakapokuwa wanataka msaada ionekane ni wapi watakapopata msaada. Imagine familia nzima inapata tatizo, hakuna mtu wa kusaidia. Utainua misingi ya vizazi vingi. Inafika level jina lako tu likitajwa mahali wanasema wewe ni mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa Mbembela, baba amenituma. Kila mtu anasema Mbembela. Oh, yule pastor Inatakiwa ifike hiyo level. Unanielewa? When you mention the name of your father, watu wote wana connect na good fortunes. Unajua kuna watu wakitaja tu majina yao ni kama laana. Ila kuna watu wakitajwa majina yao kila mtu anataka kuwa connected na yeye. Wewe shuka pale Chang'ombe pale stand. Ukishashuka stand, uone kama kuna mtu atakuchangamkia kukusalimia. Kila mtu yuko busy. Ashuke mtu maarufu pale, kila mtu anataka apige naye picha. Kwanza anakuwa na mabodyguard. Unafikiri watoto wake wataishije? Watakuwa na raha. Leo nachoongea na kufundisha ya mambo ili at least akili yako ibadilike. Akili za Wakristo mara nyingi zinafikiri Mungu anapotaka kupandisha juu anatumia kitu gani? Misingi. Badilisha namna unavyoiendea ndoa yako. Tengeneza ndoa ambayo ni stable marriage. Umeelewa ninachoongea? Tengeneza ndoa ambayo ni imara. Unapofanya biashara, kuwa determined. Kusudia kwamba hii biashara nataka itoboe. Ifike mahali biashara yako iwe inaajiri watu 100 at once. Umeelewa ninachoongea? Kupitia wewe Mungu anaweza akainua misingi ya vizazi vingi. Manake watu wengi wanakuwa na kuangalia wewe. Sio watu wa ukoo wako tu, sio watu wa familia yako tu, sio marafiki zako tu, ila unakuta the whole nation, taifa zima linakuangalia wewe. Ninamwomba Mungu amtengeneze mtu mmoja hapa ndani awe ni msingi wa vizazi vingi katika jina la Yesu. Ninakuombea kabisa kwa Mungu ya kwamba Bwana akufanye kuwa msingi wa vizazi vingi katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Sema mimi ni msingi wa vizazi vingi. Piga kelele tena sema mimi ni msingi wa vizazi vingi. Sema biashara yangu itaajiri watu wengi. Sema biashara yangu itatoboa. Sema nitatoboa. Sema akili yangu kubaliana na neno la Bwana ya kwamba wewe sio wa level hizi, ya kwamba wewe sio wa level hizi. Sema kuna mahali Bwana anakupeleka na kupitia wewe utainua misingi ya vizazi vingi. Sema watu wengi watakufurahia. Sema watu wengi watakufurahia. Sema watu wengi watakufurahia katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Wow, keti katika jina la Yesu. Now, nikutajie aina ya misingi ambayo Mungu anatumia kuinua watu wenye hatima kama mnara. Misingi ambayo Mungu anaitumia kuinua watu wenye hatima kama mnara.
ambayo Mungu anaitumia kuinua watu wenye hatima kama na. Amen. Kuna misingi mingi, leo nitaenda na msingi mmoja. Amen. Yes. Msingi wa kwanza unaitwa msingi wa mitume na manabii. Msingi wa mitume na manabii. Nitakuelekeza vizuri, utaelewa. Msingi wa mitume na manabii. Jana nilikufundisha kuhusiana na Yesu kama jiwe kuu la pembeni. Amen. Wangapi walikuwepo? Wow. Amen. Nikakwambia Yesu kama msingi, kama jiwe kuu la pembeni. Nikakwambia hakuna mtu yoyote, hakuna apostol, hakuna nabii, hakuna mwalimu, hakuna mwinjilisti, hakuna mchungaji anatakiwa kuchukua nafasi ya Yesu. Yesu anaitwa jiwe kuu la pembeni. Unajua jiwe kuu la pembeni? Cornerstones. Unaona yale kwenye kona. Yale ndio maandiko yanasema ni kama Yesu. Unaona zile kona? Ndio nani? Ili jengo lipate shape linahitaji mawe ya kwenye kona, ya tofali sio jengo kwenye kona. Kama neno linachokea. Hatima yoyote ya mtu ili iwe na shape, lazima Yesu awe jiwe kuu la pembeni. Yesu ndio awe jiwe la kwenye kona. Tunaita chief cornerstone. Maana yake zile engo nne ndio zinazoamua aina ya umbo la jengo. Si ndio? Kuna hatima fulani ya mtu ili iwe na shape nzuri, lazima Yesu awe center. Maana yake jiwe kula pembeni kule ni Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Then huyu mtu hatima yake sio ya kawaida. Umeelewa ninachoongea? So kwenye hii level haguswi mtu yoyote kwamba anaingia hapo. Hakiguswi kitu chochote kwamba kinaingia hapo. Ni Yesu peke yake. Na siku yoyote aposto akija akijidai yeye ni jiwe kula pembeni, maandiko yanasema hili jiwe kula pembeni likimwangukia mtu linamsaga. Ukijidai unasogelea kwenye eneo la kona, unataka na wewe uwe cornerstone, tabia hili jiwe alikubali kusimama na mtu, linamwangukia mtu ambaye analisogelea, linamsaga. Na mtu yoyote akijidai kwamba mimi niko juu sasa, nataka niliangukie hili jiwe, maandiko yanasema yeyote atakayeliangukia hili jiwe anavunjika vipande vipande, anaitwa Yesu. Kwa hiyo kwenye nafasi ya Yesu, siku aposto akasema mimi ni jiwe kula pembeni, siku hiyo anataka amwangukie Yesu, maandiko yanasema atavunjika vipande vipande, vipande vipande. Siku kimfanya mume wako kuwa jiwe kula pembeni, unakuta jengo lako, ndoa yako inavunjika vipande vipande. Watu wengi ndoa zao zimevunjika kwa sababu kuna siku alisema, yani mume wangu wewe ni kama Mungu, ukisema lolote. Yani aliposema tu ukisema lolote wewe ndo kama Mungu. Yule mzee mwenye wivu akamwangukia mume wake, akamsaga saga. Anasema yani nilimpenda sana lakini amekufa ghafla. Kwa nini amekufa ghafla? Ulimpa nafasi ambayo hakustahili. Niwaambie ukweli, ukitaka mchungaji wako aishi maisha marefu, ukitaka mume wako aishi maisha marefu, ukitaka bosi wako aishi maisha marefu, ukitaka rais wako aishi maisha marefu, ukitaka mbunge wako aishi maisha marefu, ukitaka waziri wako aishi maisha marefu, kamwe usimpe nafasi ya Mungu. Usimpe, yani don't dare, usijaribu kusema yani wewe ni kama Mungu. Yani ukiongea wewe neno, Mungu hawezi kupinga. Yani unasema yani ukiongea wewe Mungu hawezi kupinga. Tayari umeshajianzishia tatizo ambalo halitaisha. Na ili kukuonesha kwamba yeye huaga anasagasaga watu, anasagasaga cheo chako, anasagasaga ndoa yako, anasagasaga huduma yako, anasagasaga mahusiano yako, anasagasaga chochote cha kwako, kwa sababu kuna siku ulisema wewe ndio kila kitu. So wakati unajenga hatima yako, unajenga biashara yako, mume wako ndio alikupa mtaji, mwambie mume wangu asante kwa sababu umenipa mtaji. Yesu Kristo atatusaidia. Si yani mimi ya mume wangu, yani haya maisha stoboi. Anambia baki na kitobo cha mume wako. Kwa hiyo kitobo unachokiona kinachokusaidia kupenya ni mume wako, endelea kupenya nacho. Mungu anasema basi mimi sasa nakuja, mimi nikatapira na saga chochote. Anakula mpaka kimtaji chako
mpaka unaanza kuomba hela. Ni wangapi wanaelewa ninachoongea? Na msingi wa kwanza unaitwa msingi wa mitume na manabii. Na maandiko yanaposema msingi, anasema sisi tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Waefeso sura ya 2 mstari wa 19. Waefeso sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 20. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Ninyi mnaofanya biashara, ninyi mnaofanya huduma, ninyi ambao mnahubiri neno la Mungu, ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Imagine, mmejengwa juu ya misingi ya mitume na nani? Na Yesu mwenyewe ndiye jiwe kula nini? Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na nani? Huu unaitwa msingi. Msingi ni aina ya msingi unaitwa mitume na manabii. Ni aina ya msingi unaitwa mitume na. Sasa nisikilize vizuri, maandiko yanaposema mmejengwa katika msingi wa mitume na manabii, anamaanisha nini? Je, mitume na manabii ndio msingi wa kanisa? No. Kuna vitu ambavyo Mungu aliwakabidhi mitume na manabii, aliwafundisha mitume na manabii. Vile vitu alivyowafundisha ndio msingi wetu. Wangapi wamenelewa ninachoongea? Hazungumzi kwamba kuanzia leo Mbembela ndiye msingi. Kuna vitu ambavyo Mungu aliwakabidhi hawa mitume na manabii, kupitia vile hawa watu wakageuka kuwa msingi. Wangapi wamenelewa? Tumeangalia pale kwenye kitabu cha Isaya 58:11 na 12. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi. Hapa anaongea na mtu. Nao mstari wa 20 anasema kwenye Waefeso 2:20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Msingi wa mitume na manabii. Mitume na manabii ni nani? Ni msingi. Sasa nitakutajia vitu ambavyo mitume na manabii waliviishi, ambavyo Mungu anataka tuvichukue kama msingi. Kuna vitu ambavyo Mungu aliwapa. Yesu Kristo aliwapa mitume, Yesu Kristo aliwapa manabii. Hivi vitu tunapokuwa tunataka kuyajenga maisha yetu ya biashara, maisha yetu ya huduma, maisha yetu ya ndoa, anasema angalieni maisha yao. Check maisha yao. Check maisha yao. Wangapi leo ninachoongea? Kuna vitu ambavyo Mungu akitaka kusema nawe anasema angalia mitume waliishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Now andika kitu kimoja hapa. Andika vitu vinavyowafanya mitume na manabii wa kwanza kuwa msingi. Na nikuelekeze vizuri hapa. Maandiko hayajasema mitume na manabii wa sasa ndio msingi. Umeelewa ninachoongea? Naongea maneno magumu kidogo. Sisi wenyewe tunapokuwa tunajenga au tunapokuwa tunafundisha, tunarudi kwenye reference za mitume na manabii waliokuwa wanafundisha kwanza. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Hakuna nabii anayekuja sasa hivi au mtume anayekuja sasa hivi anasema mimi nimekuja na mafunuo yangu mapya. Wote tunachukua Biblia kama mfano. Tunaangalia mitume walisemaje, manabii walisemaje. So tunaangalia maneno yao yalikuwaje, tunaangalia maisha yao yalikuwaje. Na cha kwanza ambacho tunakichukua kama msingi kutoka kwa mitume na manabii ni maisha yao ya ufuasi wa neno la Mungu. Maisha yao ya ufuasi wa neno la Mungu. Kama vile walivyokuwa wanafuata neno, na sisi tunalifuata hivyo hivyo.
Mitume walikuwa ni watii kwenye neno, watii kwenye neno. Kama ambavyo walikuwa watii kwenye neno, na sisi tunapaswa kuwa watii vivyo hivyo. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Maana yake kitu gani? Maana yake mitume na manabii walijengwa kwenye utiifu wa neno. Utiifu wa neno. They were ready to obey the word of God, hata kama kuna upanga umewekwa. Walikuwa tayari kulitii neno la Mungu hata kama kuna upanga umewekwa, hata kama kuna shoka limewekwa, hata kama kuna mauti iko mbele. Walikuwa tayari kumtii Mungu. Kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4, wakati ambapo mitume wamekamatwa alafu wanalazimishwa kutii kauli ya mfalme, maandiko yanasema wakasema, je, tuwatii ninyi kuliko Mungu? Je, tuwatii ninyi kuliko Mungu? Je, tuwakubali ninyi kuliko Mungu? Walikuwa tayari kufa kwa sababu ya kulitii neno. Kama umenielewa ninachoongea? Maandiko yanaposema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, moja ya kitu ambacho tumejengwa juu yake ni ufuasi wao wa neno. Paulo anasema hivi, nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Anasema ufuasi wangu kwa Kristo ndio huo na ninyi muwe nao huo. Anasema nifuateni mimi. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Siku nitakapoacha kumfuata Kristo, acheni kunifuata. Huyo ndio Paulo anaongea. Maana yake neno la Mungu lilikuwa ndio direction ya Paulo, ndio mwelekeo wa Paulo. Na siku ambapo Paulo anasema siku yoyote ambapo nitaacha kulitii neno, acheni kunifuata, maana yake alikuwa na confidence, alikuwa na ujasiri wa kulifuata neno kila wakati. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Na sisi tutadumu. Anasema maisha yetu yote. Wakati huu kulikuwa na manunguniko kwa sababu ya huduma ya chakula kwenye hekalu, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanaona kama wanaonewa kwenye kupata chakula. Amen. Sasa maandiko yanasema walipoenda kutoa mashtaka na malalamiko kwa mitume, wakina Petro wakawaambia hao watu, sisi hatuwezi kuacha kulihudumia neno alafu tukaanza kuhudumia chakula, tukaanza kuuza vyakula, tukaanza kugawa chakula. Msingi wetu ni neno. Mwambie jirani yako, msingi wetu ni neno. Mwambie hatutaliacha neno kwenye ndoa zetu. Mwambie hatutaliacha neno kwenye biashara zetu. Mwambie hatutaliacha neno kwenye huduma zetu. Mwambie neno litakuwa msingi wa kila kitu kwetu. Piga kelele sema neno litakuwa msingi wa kila kitu kwetu. Sema tena neno litakuwa msingi wa kila kitu kwetu. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Francisca Canada. Neno litakuwa msingi wa kila kitu kwetu. Litakuwa msingi wa biashara, litakuwa msingi wa huduma, litakuwa msingi wa mahusiano. Unapoanza mahusiano, jambo la kwanza neno. Unapoanza unaingia kwenye ndoa, msingi wa kwanza neno. Chochote unachofanya, msingi wa kwanza neno. Sema nitalifurahia neno. Sema nitakaa kwenye neno. Sema neno litakuwa msingi wangu. Sema kwenye biashara, neno linachosema ndicho nitakachofuata. Sema kwenye ndoa yangu, neno linachosema ndicho nitakachofuata. Sema kwenye huduma yangu, neno linachosema ndicho nitakachofuata. Sema hapana chochote kitakachonitenga na neno la Bwana. Sema hapana chochote kitakachonitenga na neno la Bwana. Sema hakuna aposto, sema hakuna prophet, sema hakuna mchungaji, sema hakuna mwalimu, sema hakuna mwinjilisti, hakuna mtu yoyote, hakuna mfalme wala mtawala atakayenitenga na neno la Bwana. Piga kelele sema haleluya. Neno la Bwana ndio kila kitu. Neno la Bwana ndio kila. Sema we follow the word. Piga kelele sema nitalifuata neno. Sema nitaliishi neno. Sema nitaliongea neno. Sema nitatembea kwa neno. Sema nitaimba neno. Wakati kuna pambio za duniani zinakuja ambazo zinasema maisha ni magumu, kwenye neno, kwenye kinywa changu kutakuwa na pambio inayosema mambo yote yawezekana.
mambo yote yawezekana kwake aminie, kwake aminie, kwake aminie. Bwana atanipa ndoa nzuri, Bwana atanipa mume mzuri, atanipa mke mzuri. Wakati watu wanasema siku hizi wanaume ni wachache, sema kati yao wachache wa kwangu ni mmoja, wa kwangu ni mmoja. Wakati watu wanasema